Hekima au kwa lugha ya Kiingereza tunaita wisdom. Huu ndio msingi mkubwa. Huu ndio mwanzo wa kwanza ambao mtu anatakiwa awe nao katika kufanikiwa kwenye jambo lolote lile ambalo anataka kufanikiwa. Wengi wetu tumekuwa tukiziamini elimu zetu ambazo tumezipata madarasani, vyuoni na sehemu mbalimbali, lakini tumekuwa tukijisahau kabisa juu ya hichi kitu kinachoitwa hekima. Manabii mbalimbali tunaowajua, wakina Suleimani, wakina Ayubu na wengineo ambao tunaojua kwenye vitabu vitakatifu kama Qur'ani na Biblia, hawa watu hawakusoma darasa lolote lile la kidunia. Hawakusoma masuala ambayo tunayojua sisi kama vile masomo ya chemistry, biology, mathematics na mengineyo. Lakini watu hawa, kitu ambacho tunatakiwa tukijue ni kwamba watu hawa walikuwa wamejawa na hekima ambayo ilikuwa inatukuka kikamilifu katika maisha waliokuwa wanaishi. Kabla sijaendelea, mpendwa ambaye unajifunza na kusikiliza mambo mbalimbali kupitia katika chaneli yetu, ningeomba ufanye kitendo cha kiungwana kabisa cha kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uweze kuzidi kuwa wa kwanza kwa wakati mwingine tutakavyoendelea kuachia video nyingine mbalimbali. Hekima au tunaweza kuita wisdom. Hekima ndio msingi wa kwanza wa mwanadamu kwenye kufanikiwa kwenye jambo lolote lile. Ila elimu zetu za darasani zimekuwa zikitupotosha na kutufanya kuwa na mtazamo tofauti katika kuiishi hekima. Ndugu, unapaswa kutambua kwamba hekima msingi wake mkubwa ni katika kujipenda na kupenda, ambayo huo ndio msingi wa kwanza mwanadamu ambao unatakiwa uwe nao katika kumwakilisha Mungu kikamilifu katika maisha yako ya hapa duniani. Nikuambie tu ukweli, wewe ambaye unalala ukiamka na wazo kuu la kuhitaji kufanikiwa na kung'ara katika kipaji, lakini pia kung'ara katika kumiliki mali, unapaswa kujua kitu cha kwanza ambacho wewe unatakiwa uanze kung'ara nacho na kukiishi ni hekima. Hekima ina nguvu zaidi ya unavyodhani, ila katika mtazamo potofu hekima ni kama ujinga fulani wa hovyo wa mtu ambaye hana pa kwenda, hana namna, kwa hiyo anaamua kuishi maisha fulani. Na huwa kwa watu wenye mitazamo hasi wanamchukulia mtu huyo mwenye hekima kama mtu ambaye ameishiwa kimaarifa, ni mnyonge, hana pa kwenda. Lakini katika uhalisia hekima ina nguvu zaidi ya unavyodhani. Hembu jaribu kutafakari kwa ufupi juu ya swali aliloulizwa Nabii Suleimani na Mungu kwamba je, unataka nini? Lakini moja kwa moja Suleimani ambaye alikuwa hajaisoma chemistry, biology, mathematics, social study ambayo umeisoma wewe mwenye degree, mwenye masters, lakini yeye hakuwa na masomo hayo, lakini moja kwa moja aligundua siri ya hekima. Na ndio maana alivyoulizwa unataka nini, na Suleimani alijibu moja kwa moja kwamba anaomba hekima. Ndugu yangu, natakiwa utambue ya kwamba hekima ina nguvu na ndio msingi wa mtu kung'ara na kuwa juu kwenye jambo lolote lile. Hekima inahukumu mambo kitakatifu kabisa, tofauti na watu wanavyodhani. Hekima inaweza kufanya kufika level yoyote ile unayohitaji kung'ara duniani. Hekima inaweza kufanya umiliki chochote unachotaka kukimiliki chini ya jua. Hekima inaweza kufanya uweze kuwatawala watu vyema na kuwaongoza kikamilifu. Hekima inaweza kufanya uweze kuwaongoza watu. Hekima inaweza kufanya uweze kuyatawala vizuri mambo na sio kuwatawala watu, kwani pia watu wameshindwa kuitambua siri hii kwa undani. Binadamu hatawaliwi, bali binadamu anatawala mambo. Wengi wetu tumezidi kupotea katika hilo. Mwambie Mungu katika maisha yako azidi kukuonyesha mambo atakayokufunulia hekima katika maisha yako, ili uweze kuishi na wengine vizuri na uweze kutukuka katika mambo yako ambayo utakwenda kuyafanya. Mungu akubariki sana. Hekima ndio msingi wa mafanikio yako. Asanteni sana. Karibu sana kwenye channel yetu, na usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia na kucomment.